Andy Bahram ni akifahamika kama mfalme wa kaskazini, ndiye waziri mkuu mpya wa Uingereza, akichukua madaraka katika kipindi ambacho taifa hilo linakabiliwa na changamoto za uchumi, gharama za maisha, uhamiaji na nafasi yake katika siasa za dunia. Je, ujio wake unaashiria mwanzo wa enzi mpya ya mafanikio au ni mwendelezo wa changamoto zile zile chini ya sura mpya? Na katika wakati nchi nyingi hasa za Afrika, mabadiliko ya viongozi wakuu huibua mjadala kuhusu athari za kiuchumi, uwekezaji na mwendelezo wa sera mpya. Je, Uingereza nayo inakabiliwa na mtihani huo? Kwa uchambuzi zaidi nimebahatika pengine kuungana na mchambuzi wa siasa za Uingereza Abdulaziz Jahad akiwa London. Huko Uingereza tunampata Abdulrahman Mohamed wa chuo kikuu cha Nottingham Trent huko Uingereza. Kama mnanisikia, karibuni katika ngwe ya matangazo. Asante sana. Nashukuru kwa mwaliko wako. Kuna mengi ambayo tunaweza kuyazungumza wakati huu. Nikianza kwako Abdulaziz Jahad, Uingereza safari hii imelamba dume au imeambulia garasa kwa kumpata Andy Bahram? Dalili nafikiri imeambulia mtoto wa kiume ambaye anaelekea kuwa dume, lakini muda ndio utakaotuambia kama atakuwa dume au ataishia kuwa mtoto bado wa kiume. Kwa nini nazungumza hivyo? Kwa sababu amekuja na kauli mbiu tofauti na mawaziri wakuu wenzake waliopita, 6 katika kipindi cha miaka 10, yeye ikiwa ni wa 7 katika kipindi cha miaka 10. Yeye anajitofautisha na wenzake kwa kiasi kikubwa kusema kwamba anakuja na mapendekezo mapya ya ugatuzi, yani kupeleka mamlaka mikoani, ambayo kwa nini anataka kupeleka mamlaka mikoani? Kwa sababu amesema kwamba tatizo kubwa ambalo ni kweli linawakabili wananchi wa Uingereza ni kushuka kwa uchumi, huduma za jamii zikiwemo afya, elimu, makazi, vile vile kuporomoka, ambazo zimewakabili takriban mawaziri wakuu wote hao toka kipindi cha Uingereza kilipojitoa katika Umoja wa Ulaya, Brexit, pamoja ikafuata masuala ya vita vya Ukraine na mengineyo. Kwa sasa yeye anazungumza kwamba anataka kuleta suluhisho kwamba apeleke madaraka mikoani ili kuhakikisha kwamba anabadilisha uchumi, anapaisha uchumi, na kule mikoani ndo anaamini kwamba ataweza kuwafikia wananchi kwa kirahisi, ataweza kupeleka huduma kirahisi, na amepata fundisho hilo kuzungumza hivyo kwa sababu alikuwa meya wa jiji la Greater Manchester ambalo limeshatekeleza mfumo kama huo. Greater Manchester walipewa mamlaka tofauti na majiji mengine, kwamba waliweza kuwa na bajeti yao wenyewe na kushughulika na masuala ya usafiri, elimu na kadhalika. So, hicho ndio anachojitofautisha, lakini tunatarajia sasa kuangalia ataweza kulitekeleza vipi katika ngazi ya taifa. Tutaliendeleza hilo. Kwa Abdulrahman Mohamed, mabadiliko ya waziri mkuu ya mara kwa mara si hasara kwa taifa na uchumi wake, hasa kwa Uingereza kwa unavyotazama? Ni kweli kwamba katika miaka karibuni, yani ndani ya miaka 10, kiti cha waziri mkuu kimekuwa ni kiti moto, kiti ambacho hakikaliki kwa muda mrefu. Kwani kama tunavyoelewa kwamba mawaziri Andy Bahram ni waziri mkuu wa 7 katika nchi hii ndani ya kipindi hicho. Ni swala ambalo limekuwa, lakini tuelewe kwamba katika muda huo serikali imebadilika mara moja tu, yani kutoka chama cha Conservative kwenda chama cha Labour. Kwa hiyo kumekuwa na utamaduni wa kuondoana madarakani baada ya muda mfupi wa waziri mkuu kukaa kwenye kiti hicho, kutokana na msukumo wa mambo mbalimbali, ikiwemo kutofanikiwa au kutoonyesha uongozi wa kweli katika nafasi hiyo. Kwani kwa miaka ya karibuni wengi miongoni mwa viongozi wamekuwa ni wenye kuchupia lile ambalo linazungumzwa zaidi, na wanaonekana kama kwamba wanakosa sera madhubuti hasa za kiuchumi. Na kinachozungumzwa zaidi kama tunavyoelewa kwa sasa hivi ni suala zima la uhamiaji,
lakini tunaona kwamba Andy Burnham hakuja na mwelekeo huo kama mzungumzaji aliyetangulia kabla yangu alivyosema. Tuendelee, tutajadili hilo kama tutapata nafasi. Jad, ni changamoto ipi kubwa inayomsubiri Burnham kwa sasa? Unajua tunaweza majibu, ingependa awe mafupi kidogo. Changamoto kubwa aliyokuwa nayo ni kutafsiri maneno yake katika vitendo, ambayo sasa tunazungumza jinsi gani ataweza sasa kupeleka yale madaraka mikoani na kuweza kupeleka huduma za jamii kwa wananchi. Kwa hiyo ni changamoto ambayo anaikabili, lakini kwa upande mmoja mwingine tayari ameshaonyesha kwamba kwa mwenzangu alotangulia vile vile hapo kuzungumza kwamba masuala ya uhamiaji amejaribu sana kuhakikisha kwamba amemrudisha waziri Bibi Mahmoud, kwamba Shabana Mahmoud, kwamba aweze kwa kiasi kikubwa kudhibiti wimbi la uhamiaji. Kutakuwa kuna muendelezo kiasi fulani. Kwa kifupi, changamoto ni kutafsiri yale maneno yake na ahadi zake kuwa ni vitendo. Burnham ana tofauti gani kubwa na Keir Starmer? Abdulrahman Mohamed. Kama nilivyosema alivyozungumza mtanguliaji aliyetangulia kwamba Keir Starmer ameonekana kuja na sera ambazo wakati wa utekelezaji yeye alikuwa anageuka, anatangaza kitu kimoja, wakati wa utekelezaji anaonekana kushindwa, na zaidi alielekea kuiteka nyara sera ya uhamiaji, na ameonekana kwamba alikuwa ni mwanasiasa au kiongozi aliyekuwa akizitekeleza sera za vyama vingine ili kuwavunja nguvu wao. Lakini Andy Burnham tofauti yake ni kwamba ni mwanauchumi na ni mwenye mwelekeo wa kutoa nguvu za kikanda au nguvu za kimikoa. Mathalan ameshaanza kivitendo kabisa kuonyesha kwamba yeye anadhamiria kuyatekeleza yale ambayo anayazungumza. Ameshatangaza kuondoa kodi ya VAT kwenye kodi kwenye umeme. Ametangaza pia kuweka kikomo cha bei za usafiri za mabasi, yani isizidi paundi 2, ambapo katika maeneo mengi tayari usafiri wa mabasi unagharimu zaidi ya paundi 2. Ameweka kwamba kikomo cha tiketi ya usafiri kutoka mahala pamoja kwenda pengine ndani ya mikoa isizidi paundi 2. Hilo litatekelezwa katika muda mchache utakaokuja. Kwa hiyo ni mtu wa vitendo zaidi na ana uwezo wa kufanya vitu ambavyo ameshavi experience alipokuwa mayor wa Greater Manchester. Mmelitaja hilo na unaendelea kulitaja Greater Manchester, na ndio umempa sifa kuwa mfalme wa kaskazini. Uzoefu wake huu unatosha kuiongoza Uingereza? Ni vigumu kusema kwamba unatosha au la, lakini utamsaidia zaidi kutekeleza zile sera ambazo aliweza kuzitekeleza na pengine kule zikashindwa. Mathalan, moja kati ya sera ambayo ilikuwa ni ya muhimu sana alitekeleza alipokuwa mayor wa Greater Manchester na ilionekana kupata mafanikio na baadaye kufeli, ni kuondoa suala la watu wanaolala ovyo mitaani, yani kutokuwa na makazi. Na mwanzoni alipoingia 2017 kama sikosei, aliweza kupata mafanikio makubwa ndani ya miaka mitatu ya mwanzo, na baadaye sera hii ikamshinda. Ikaonekana kwamba sasa watu wanaokosa makazi wanaongezeka badala ya kushuka jijini Manchester, na sababu ya msingi ilikuwa ni kwamba wakati yeye anatekeleza sera ile ndani ya Manchester, ilianza kupata mafanikio kama nilivyosema, na watu ambao wanalala ovyo mitaani walianza kupungua. Lakini taarifa hizi ziliwafikia watu wa miji mingine, na watu ambao walikuwa hawana makazi kutoka miji mingine kwa idadi kubwa wakaanza kuhamia ndani ya jiji la Manchester, na matokeo yake Manchester ikashindwa kudhibiti hali ile na hali ikabadilika tena. Juzi alipoingia tu madarakani, hiyo ndio ilikuwa ni sera yake ya kwanza kuitangaza kwamba sasa hivi itatekelezwa kitaifa, na kuna mwelekeo mkubwa kwamba huenda akafanikiwa. Abdulrahman Mohamed, Burnham anapaswa kuanza na uchumi au huduma za jamii mnavyotazama? Nadhani yote ni muhimu na yanahitaji kwenda sambamba. Uingereza inakabiliwa na ukuaji dhaifu sana wa uchumi, na inakabiliwa na huduma za kijamii zilizozorota. Huduma ya afya imekuwa ni ngumu sana kupatikana, na
inalalamikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini kuna tatizo la miundo mbinu. Hali za barabara za Uingereza ni ya kusikitisha sana. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu nadhani kwamba haya mawili yanahitaji kwenda sambamba. Anahitaji kuwa na sera za ukuaji wa uchumi, lakini pia na huduma za kijamii, lakini anakabiliwa na hali ngumu sana, kwa sababu kama tulivyosema, yeye ni mgatuzi, ni anaamini kwenye suala la kugawanya madaraka katika maeneo, na vile vile anaamini katika suala zima la kurudisha huduma muhimu kwenye serikali kuu na serikali za mitaa. Mathalan usafiri, afya tayari iko kwenye serikali kuu, lakini usafiri ambao umebinafsishwa na nishati pia zimebinafsishwa, yeye anahitaji kurudisha. Kwa hili linawatia wasiwasi baadhi ya watu kwamba huenda ikaongeza gharama za uendeshaji wa serikali atakapokuwa anarudisha huduma hizi kwenye serikali kuu na serikali za maeneo. Mara zote mtifuano wakati mwingine unaanza ndani ya chama tawala kwa wakati fulani. Jad, je, unaitazamaje? Leba inaweza kubaki na umoja chini ya uongozi wake kwa wakati huu? Sababu kubwa ya kumwondoa aliyeondoka ndani ya chama kwamba waliona kwamba anaenda kuwa mzigo itapofika uchaguzi mkuu baada ya miaka miwili, na walikuwa hawataki hivyo kwa sababu tayari walishaona kura za maoni za wananchi wa kawaida mitaani kuashiria kwamba bwana Keir Starmer anashindwa kutekeleza. Kinyume chake, bwana Andy Burnham ameonyesha wazi kabisa kukubalika na wananchi, na taswira ile imebebwa ndani ya wabunge wa chama chake, na ndani ya chama chake kuna imani kubwa kwamba yeye ndo atakayekuwa mwokozi wa kuendelea katika hii kipindi cha miaka miwili. Lakini ikumbukwe kwamba bado ana changamoto ya upinzani wa nje ya chama. Vyama vingine kama chama cha Nigel Farage cha Reform UK pamoja na cha Conservative bado kinampinga kiasi kikubwa, na asitegemee kwamba atapata mteremko kwa kiasi hicho, na inategemewa vile vile labda akiwa ataweza kuendelea na kupendwa kwake huku, anaweza akaitisha uchaguzi mkuu, kwa sababu sheria ya Uingereza inamruhusu kuitisha uchaguzi mkuu ili aanzishe ile miaka mitano baadaye. Unamaanisha uchaguzi mkuu wa mapema, wacha mwaka 2029? Sawa, uchaguzi mkuu wa mapema ili aanzishe ile miaka mitano mengine, kwa sababu muhula wake uliobaki wa chama cha Leba kushika madaraka umebaki miaka miwili. Lakini sheria na kikatiba inamruhusu kuita ile snap election, uchaguzi mkuu wa mapema. Abdurrahman, wimbi litamwelekea kwamba atapendwa zaidi, atataka kujaribu kuitisha uchaguzi mkuu ili ajithibitishie miaka mitano mingine. Kwa hiyo ni ishara ambayo wabunge na viongozi wa Leba wataipenda, ikiwa tu ataendelea na kuthibitisha na kutekeleza ahadi zake za manifesto pamoja na zilizomwingiza madarakani. Abdurrahman Mohamed, mabadiliko haya yana maana gani kwa uhusiano wa Uingereza labda na Ulaya kimataifa kwa ujumla wake? Waziri Mkuu Andy Burnham hajajiweka wazi sana katika suala la sera za kimataifa au sera za mambo ya nje, na amemteua waziri Ed Miliband kushika wizara hiyo. Lakini kinachoonekana, mathalan hivi karibuni aliwahi kuzungumza na kusema kwamba kuikosoa serikali ya Uingereza katika suala zima la Gaza, na kusema wazi kwamba walichelewa kuikemea Israel katika suala la mashambulizi yaliyokuwa yakifanyika, ingawa alikataa katakata kulielezea lile ambalo linaendelea Gaza kuwa ni mauaji ya kimbari, yani genocide. Lakini ameonekana kuwa na msimamo zaidi kidogo kuliko waziri mkuu alioondoka Keir Starmer, lakini ni muda ndio utakaoeleza swala hili. Na alipotoa kauli ile, jumuiya au wanajamii wa Kiyahudi wanaoishi nchi Uingereza wametoa kauli kali dhidi yake, kupinga maelezo yake aliyoyatoa, kwani hawakufurahishwa nayo. Kwa hiyo kuna mabadiliko, ni muda ndio utakaoeleza kwamba mabadiliko haya yatakuwa ni ya kivitendo au ni maelezo tu ya awali. Na ila muda ndio muhimu. Jahad, unasikia bila shaka Burnham anaweza kutimiza matarajio makubwa ya wananchi ndani ya muda mfupi. Umelizungumzia kidogo hili. Kwa muda mfupi
kiufupi sifikiri kama anaweza akabadilisha upepo kwa muda mfupi, kwa sababu mabadiliko yote ya kupeleka huduma za kijamii yatategemeana na budget mpaka sasa hivi hana, na inaulizwa kitaalamu wapi atapata hizo pesa za kuweza kutekeleza ahadi zake. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo itakabili, na bila ya pesa nzuri na kukua kwa uchumi kwa haraka hataweza kukamilisha kwa haraka zile ahadi zake. Kwa hiyo sitegemei kwamba ataweza kufanya hayo mambo kwa muda mchache sana, sio chini ya miezi 6 mpaka mwaka mmoja. Mohamed Abdulrahman Mohamed, umezungumzia hili, wapiga kura watampima kwa kigezo gani katika mwaka wake wa kwanza huu? Manake umezungumzia la uchaguzi wa haraka, labda pengine itishe uchaguzi Nadhani wapiga kura wanaangalia zaidi matendo kuliko maelezo, kwa sababu wanachotaka wananchi ni kuona matunda ya kile ambacho yeye anakizungumza au anakifanya. Kwa hiyo Andy Burnham anakabiliwa na hali ngumu kiasi fulani kabla ya kuitishwa kwa uchaguzi, kutokana na kwamba kama mzungumzaji aliyetangulia amesema kwamba hana budget ya kufanya mabadiliko makubwa. Mathalan, suala la kufuta VAT katika futa VAT limekuja si katika bidhaa zote, ni katika nyanja moja tu imenitoka, lakini limekuja baada ya yeye kuweza kufuta mpango wa vitambulisho vya taifa, na hivyo amehamishia pesa za mpango wa vitambulisho vya taifa kuziba pengo ambalo litakuja kutokana na kufutwa kwa VAT hiyo katika umeme, katika nishati. Kufutwa kwa VAT katika nishati amepata fedha kwa kufanya hivyo, lakini hataweza kufanya hivyo katika kila nyanja, itakuwa ni vigumu sana. Mwisho, kipindi chetu kinaelekea ukingoni. Jahad, uongozi wake unaweza kuibadilisha nafasi ya Uingereza duniani kwa inavyotazamwa kimashirikiano na mengineyo? Kwa kiasi kikubwa akiweza kutekeleza yale ambayo ameahidi ndani ya nchi, atapata sifa nje ya nchi, ukijumuisha vile vile na muendelezo wake wa masuala ya ulinzi na usalama, ambao Uingereza ipo katika nafasi pekee katika masuala ya NATO na dunia katika masuala ya ulinzi na usalama. Anatarajiwa kwamba akifanikiwa ndani, basi heshima na taswira ya Uingereza itaheshimika nje ya nchi. Asanteni sana Abdulaziz Jahad kutoka London na Abdulrahman Mohamed wa chuo kikuu cha Nottingham Trent kwa uchambuzi wenu na kushiriki katika ngwe hii ya matangazo. Asante sana, tunashukuru na sisi.